utayari wenu utatufanya sisi tufanye kazi. Kwa sababu katika watu waliokuwa wakiongea na kwanza ni washukuru watu wa Kilindi, mmekuwa wa kweli mno. Wa kweli mno. Kwa sababu mnasema kuna wakati wataalamu wanakuja kijiji kingine viongozi hawaji. Sasa mtaalamu hawezi kufanya kazi yake kama hakuna ushirikiano. Si ndio? Kijiji kimoja kisipotoa ushirikiano, mtaalamu hawezi kufanya kazi yake. Kwa sababu swala la mipaka ya vijiji lazima wote mkubaliane. Yeye atawasaidia kuweka alama. Pale ambapo mkubaliani lazima yeye ahakikishe nyinyi pande mbili mmekubaliana ndio aweke alama. Msipokubaliana atarudi ofisini. Akirudi ofisini amepoteza rasilimali fedha ambazo zimetolewa na serikali, lakini amepoteza pia muda ambao angeutumia kufanya mambo mengine ya maendeleo, lakini amekuja kufanya kazi ambayo haizai matunda. Kwa hiyo niwaombe na nisisitize kwenye hii. Tutakapoleta timu ya kuja kufanya hizo kazi, naomba mtoe ushirikiano. Mgogoro wa wakulima na wafugaji, kiongozi, kwa kweli ni wa muda mrefu sana hapa kwenye kata yetu au tarafa yetu, lakini hususani ni kukosa sehemu za malisho. Mifugo ni mingi lakini haina mahali pa malisho. Hili ndio tatizo. Mgogoro huu unakuwa ni mkubwa, unatuletea shida. Mipaka bado ni tatizo kubwa. Afisa ardhi tarehe 5 mwezi wa 11 2018 amewahi kuwaita viongozi kwenye maeneo haya, wakakutana kule Mbogoi, lakini kubwa zaidi alitaka kuwabainishia mipaka ya kijiji hadi kijiji. Lakini kwenye zoezi hili afisa ardhi baada ya kusoma ramani pale alienda kukwama kwenye kijiji cha Mabaranga. Walimkataa, walisema hawakubaliani na ramani. Wakati hatua iliyokuwa imebaki ni kupita kwenye point. Kwa hiyo vijiji waliokubali kulipita kwenye point, lakini Mabaranga hawakushiriki zoezi hilo. Watu wachache ndani ya kijiji chetu wameibuka kuwa sumu na kutufikisha hata hatima ya kuishi maisha ya ardhi. Niseme mheshimiwa, pengine ningeweza kuwataja kwa majina na nisitaje kwa sababu inaweza nikahatarisha maisha. Hawazidi 9 ndani ya kijiji chetu. Hili ninapozungumza mheshimiwa, tumekaa vikao, mimi mwenyewe nikiwa mfuatiliaji wa jambo hilo kwa namna tu ya kisheria na kwa taratibu, kwenda uongozi wa kijiji, kwenda kata, tumekaa vikao vya upendo. Tukaenda kwa mkuu wa wilaya, tukazungumza naye, ikafika wakati tukaambiwa kaeni, hakuna bugza lolote, na kama kuna tatizo mtakuja kupewa utaratibu wa kutoka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapenda watu wake, haitawezekana mkaondolewa bila taratibu kwa sababu mko kwenye makazi yenu halali. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.